Karibu sana katika mwendelezo wa taarifa zetu za kimataifa kutoka vita ya Urusi na Ukraine, na muda huu utasikia taarifa kuhusu Vladimir Putin ambaye ameagiza wizara mbalimbali kufanya maandalizi ama kuweka mapendekezo ya majaribio ya silaha za nyuklia. Kwa nini? Basi pia utasikia hapa undani wa taarifa hii ya Rais wa Urusi Vladimir Putin ambaye ameagiza wizara kuweka mapendekezo kuhusu maandalizi majaribio ya silaha za nyuklia. Karibu sana katika taarifa hii na kukumbusha kwamba pia unaweza ukabonyeza neno subscribe kama bado haujafanya hivyo. Asante kama tayari, na karibu sana katika ripoti ya muda huu. Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ameiagiza wizara ya mambo ya nje, wizara ya ulinzi, huduma maalum na mashirika husika ya kiraia kuwasilisha mapendekezo kuhusu maandalizi ya majaribio ya silaha za nyuklia. Amenukuliwa kuwa ninaiagiza wizara ya mambo ya nje, wizara ya ulinzi, huduma maalum na mashirika husika kiraia kukusanya na kuchambua taarifa za ziada kuhusu swala hili katika Baraza la Usalama na kuwasilisha mapendekezo yaliyokubaliwa kuhusu kuanza kwa maandalizi ya majaribio ya silaha za nyuklia. Tuendelee kwa msingi huu na subiri ripoti, Putin amesema hivyo, ambako pia kauli hii ya Vladimir Putin ama agizo hili la Vladimir Putin limetokea baada ya taarifa kwamba Marekani katika siku ya Novemba 5 liweza kufanya jaribio la kurusha kombora la masafa marefu ambalo pia limeshika gumzo zaidi katika ulimwengu wa mataifa ya Ulaya, lakini pia katika ulimwengu kwa nchi ambazo kwa sasa pia zinashindana zaidi kisilaha, hasa nchi za Magharibi, lakini pia nchi ya Urusi ambayo pia imekuwa ikishika gumzo zaidi katika ulimwengu wa sasa, hasa kwenye swala zima la matumizi ya silaha. Na hivyo Putin, baada ya taarifa ya kwamba jeshi la anga la Marekani ya kwamba lilikuwa limefanya jaribio la kurusha kombora masafa marefu aina ya Minuteman 3 Intercontinental Ballistic Missile, yani ICBM, pia ilisababisha kauli hii ama taarifa hii ya Urusi ya kwamba Rais Putin naye pia ameweza kuviomba wizara zake kuwasilisha mapendekezo haraka kuhusu maandalizi ya kujibu kile ambacho pia Marekani imekifanya. Kwa hiyo baada tu ya taarifa ya kwamba Marekani wamerusha kombora la masafa marefu, tayari pia Urusi ikaona kama sasa hii itakuwa ni chokochoko, ikaamua kutoa pia taarifa ya kwamba tayari nayo imeanza kufanya maandalizi ya hicho ambacho pia kimetokea. Ikumbuka ya kwamba nchi hizi mbili ama nchi za Magharibi na Urusi ni nchi ambazo pia zimekuwa zikiishi kwa uhasama sana, hasa swala zima la silaha. Yani Urusi na Marekani ama Urusi na nchi za Magharibi, na maanisha NATO, ni mataifa ambayo yamekuwa yakishindana sana kwa silaha. Kwa hiyo hichi ambacho kimetokea sio kigeni kwa ulimwengu wa kijeshi ama kwa ulimwengu wa nchi za kisasa, yanamaanisha NATO, nchi za Magharibi na nchi ya Urusi. Kwa hiyo ndicho ambacho pia kimeshika gumzo zaidi. Na katika mkutano huu ambao pia ulipaswa kuzingatia usalama wa usafiri na matokeo ya ziara ya ujumbe wa serikali nchini China, mwenyekiti wa jimbo la Duma Bwana Vyacheslav Volodin aliomba fursa ya kuzungumza nje ya rekodi, akitaja kauli za Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu kuanza tena majaribio ya silaha za nyuklia na kutaja kwamba wabunge walikuwa na wasiwasi kuhusu hali hiyo. Putin yeye alitaja hili kuwa swala zito na akamuomba waziri wa ulinzi Bwana Andrei Borisov, mkuu wa jeshi la Urusi Jenerali Valery Gerasimov, mkurugenzi wa huduma ya ujasusi ya kigeni SVR Sergei Narashkin, pia katibu wa Baraza la Usalama Bwana Sergei Shoigu na mkurugenzi wa huduma ya usalama ya shirikisho la Urusi yani FSB Bwana Alexander Botnikov kutoa maoni kuhusu hicho ambacho pia Marekani imekifanya. Borisov haswa alitaja mkusanyiko hai wa silaha za kimkakati za kushambulia za Washington, ambapo kulingana na yeye alisema Urusi lazima pia idumishe uwezo wake wa nyuklia ili kujibu ipasavyo. Kwa kuzingatia hilo, waziri amesema inashauriwa kuanza mara moja maandalizi ya majaribio kamili ya silaha za nyuklia. Mapema kabisa pia nakumbukwa Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alisema alikuwa ameagiza Pentagoni, yani idara ya vita, kuanza tena majaribio ya silaha za nyuklia mara moja, akitoa mfano wa ukweli ya kwamba nchi zingine tayari zinafanya hivyo, japo Trump
hakutaja ni aina gani ya majaribio aliyokuwa akizungumzia au kama yangejumuisha mlipuko ya vichwa vya nyuklia. Waziri wa ulinzi kutokea nchini Urusi Bwana Andrei Beresov pia amesema Urusi lazima ijiandae kabisa kwa majaribio kamili ya silaha za nyuklia ili kujibu mipango ya Marekani ya kuanzisha upya mpango wake. Beresov alimwambia Putin katika mkutano wa baraza la mawaziri Jumatano Bwana Putin ya kuwa lazima ijibu hatua za Washington ili kuhakikisha usalama wa Urusi. Ni vyema kuanza kujiandaa kwa majaribio kamili ya silaha za nyuklia mara moja. Putin alijibu kwa kurudia kwamba Urusi imekuwa ikisema kwa muda mrefu ya kwamba itafuata mkataba kamili wa marufuku ya majaribio ya nyuklia mradi tu wanachama wengine hawakiuki makubaliano hayo. Ikiwa Washington au mataifa mengine yaliyohusika katika mkataba husika yatafanya majaribio kama hayo, basi pia Urusi itahitajika kuchukua hatua zinazofaa za kulipiza kisasi. Tamaa ya Trump ya kujaribu silaha za nyuklia kwa silaha za nyuklia imeongeza sana kiwango cha hatari kwa Urusi, ambako pia Moscow lazima ijibu hatua za Washington ili kuhakikisha usalama wa Urusi. Ni vyema kuanza kujiandaa kwa majaribio kamili ya nyuklia mara moja, taarifa imesomeka hivyo. Putin aliendelea kuagiza mashirika yote husika ya serikali, ikiwa ni pamoja na Wizara ya Mambo ya Nje na Wizara ya Ulinzi, kukusanya na kuchambua taarifa muhimu kuhusu mipango ya Marekani ya kuanzisha upya majaribio ya nyuklia kabla ya kuwasilisha mapendekezo kuhusu kuanza kazi ya kujiandaa kwa majaribio ya silaha za nyuklia, ambako pia Trump amekuwa akishutumu China na Urusi kwa kufanya milipuko ya nyuklia siri, ingawa Moscow na Beijing zote zimekanusha madai hayo. Pia mkuu wa IAEA Bwana Rafael Grossi alisema shirika la ulinzi wa nyuklia halina dalili kwamba nchi yoyote imefanya milipuko yoyote ya kinyuklia. Kufuatia kauli ya Trump, msemaji wa Kremlin Bwana Dmitry Peskov alisema ya kwamba Moscow bado inasubiri maelezo kutoka upande wa Marekani kuhusu maana kamili ya maoni ya rais wa Marekani. Mataifa ya Magharibi pia hayakubaliani na kuibuka kwa ulimwengu wa pola nyingi. Katibu wa Baraza la Usalama Sergei Shoigu amesema hivyo pia. Na hiki ndicho ambacho sasa kimejili au kinazidi kujili kwenye ulimwengu wa nchi za kimataifa, yani nchi za Ulaya, hasa Magharibi na Urusi, ambako mataifa haya ni mataifa ambayo yanatishana sana kislaha. Kwa hiyo tunaona hichi ambacho pia Marekani alikifanya siku ya jana, kurusha kombora la masafa marefu, lakini pia hapo taifa la Urusi limeanza kuchukua hatua, hasa kwa kuweka tahadhari, kwa kufanya maandalizi ama rais kuomba mapendekezo ya kupokea maandalizi ya kuhusu silaha za nyuklia. Kwa hiyo ni kitu pia ambacho kama kimechukua vichwa vingi vya habari, hasa kwenye nchi za Ulaya. Taarifa zaidi basi na kuahidi ya kwamba nitazidi kuwafahamisheni hapa kwenye chimbo letu la habari za kimataifa. Endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati kwa taarifa zaidi za kimataifa, lakini pia kitaifa.